Leo hii watu wanazungumza tukae tuzungumze maridhiano. Jambo zuri sana. Hakuna mtu anayepinga maridhiano, hakuna mtu anapinga mazungumzo. Lakini unazungumza katika muktadha ambao kunakuwa tayari na kuaminiana miongoni mwa pande zote. Unazungumza katika mazingira ambayo kunakuwa na hali shwari ya kisiasa ndani ya nchi. Unazungumza katika mazingira ambayo mawimbi ya bahari yanakuwa yamepungua kupiga. Na namna ya kutengeneza mazingira na muktadha huo wa mazungumzo na maridhiano ya kuangalia mbele kwa mustakabali wa nchi yetu, tunapendekeza ngome ya vijana. Moja, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, yani wakili Tundu Antipas Mughwai Lissu aachiwe kwa sababu kesi yake ni ya kisiasa. Huyu ni mwenyekiti wa chama cha upinzani nchini, chama kikubwa. Tunapokwenda kuzungumza, kujadiliana masuala ya mustakabali wa nchi na masuala ya kisiasa, haileti mantiki mwenyekiti wa chama hichi kuendelea kuwepo ndani, wala haifanyi hali ya kisiasa kuwa na utulivu nchini. Ili kusonga mbele, ngome ya vijana tunapendekeza mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ndugu wakili Tundu Antipas Mughwai Lissu aachiwe, sababu kesi yake ni ya kisiasa. 2, uwajibikaji wa waliotokea Oktoba 29, 2025. Na katika hili chama chetu tumeshatoa mapendekezo mengi juu hili. 3, kufuta kesi za kigaidi dhidi ya vijana mbalimbali, viongozi wa vyama na wananchi pamoja na wahadhiri. Leo hii nchini kuna zaidi ya kesi 51 kwa mujibu wa taarifa za watu mbalimbali wamefunguliwa kesi za ugaidi. Sasa sisi ngome ya vijana tukiangalia hili tunaona halina taswira njema na wala halitoi mazingira ya kwenda mbele. Tunapendekeza kesi hizi zifutwe. 4, tunapendekeza kutumia wapatanishi kutoka Umoja wa Afrika au Jumuiya ya SADC katika kufanya mazungumzo ya namna ya kwenda mbele kutokana na mkwamo uliopo, ikiwa ni pamoja na kuhuisha mchakato wa katiba mpya. Kwa nini tunapendekeza wapatanishi? Kitu kinachokwamisha maridhiano, kitu kinachokwamisha mazungumzo, si kwamba watu hawataki maridhiano, si kwamba vyama hivi havitaki mazungumzo, si kwamba wananchi hawataki maridhiano, si kwamba asasi za kiraia hazitaki maridhiano, lakini tuna tatizo la trust. Mazungumzo na maridhiano yanakwenda sambamba na kuaminiana. Trust imepungua kati ya serikali, Chama cha Mapinduzi na vyama vya siasa nchini. Trust imepungua kati ya serikali, Chama cha Mapinduzi na makundi mbalimbali nchini, kutokana na matendo ya kila siku ambayo tunayaona. Tuliahidiwa uchaguzi wa serikali za mtaa utakuwa mzuri sana. Uchaguzi ukaharibiwa. Tuliahidiwa kwa kauli nzuri sana za majukwani kwamba uchaguzi wa Oktoba 2025 utakuwa huru na haki. Hakuna kilichotokea. Uchaguzi ulivurugwa nchi nzima. Matukio yote haya ya watu kukamatwa, kufariki, yanapunguza imani ya watu kuamini kwamba tukikaa mezani tukikubaliana tutasonga mbele. Watu hawaamini. Chama cha Mapinduzi ni chama ambacho kitakuchekea,
lakini inapofikia kwenye nafasi ya madaraka na mamlaka, huwa hawacheki na mtu. Hawacheki na mtu kabisa. Na ndio maana nashangaa hata makofi mengi tunaopiga kwa kauli ya Dr. Emmanuel Nchimbi. Yaani watagombana huko, watapishana, inapofikia swala la madaraka huwa wanaweka migogoro yao pembeni, wanaunganisha nguvu kukushughulikia. Na ndio maana uaminifu umepungua. Kwa hiyo tunaopendekeza na wanaopendekeza kupata wapatanishi kutoka nje wana dhamira ya dhati kabisa, na wala wasitafsiriwe tofauti. Ni kwa sababu ya kupungua kwa uaminifu, trust. Na serikali na CCM kwa ujumla wana jukumu hilo kubwa sana la kuanza kutengeneza trust, kutengeneza uaminifu, kutengeneza kuaminiana, ili tukae pamoja, tujadiliane, tusonge mbele kwa mustakabali wa nchi yetu. 5, ratiba ya utekelezaji wa mchakato wa katiba mpya itolewe, iwe wazi, mchakato utawaliwe na dhamira ya kweli. Problem ambayo tuna moja tu ni dhamira. Dhamira, nia thabiti kwa maslahi na mustakabali wa taifa letu, ili kupata katiba bora itakayoimarisha uwajibikaji, demokrasia kwa ujumla, chaguzi huru na haki, utawala wa sheria, kulinda haki za watu na kujenga taasisi imara na madhubuti. Mapendekezo yetu haya ni muhimu kwa sababu hatua hizi zitarejesha matumaini na zitakuwa ni mwanzo mzuri wa kuaminiana kwa makundi yote kama njia pekee ya kwenda mbele na kuliponya taifa letu. Nirudie na kusisitiza, makundi yote, wananchi wenzangu, vijana wenzangu, vyama vya siasa vyote nchini, asasi za kiraia, viongozi wa dini, wana taaluma, wana harakati, tuunganishe nguvu zetu, wananchi wote, bila kujali tofauti zetu ndogo ndogo na itikadi zetu, kuendelea kuhimiza na kushinikiza serikali ambayo imeonesha kutokuwa na dhamira ya dhati ya kuhuisha mchakato wa katiba mpya, ili mchakato wa katiba mpya uanze sasa, tupate katiba kwa mustakabali wa nchi yetu.